Okay, sasa ukishakuwa umeharvest, once you have harvested na inki zako zimekuja kwenye available na unataka labda kuituma kwenye third party wallet ambako utaenda kuuza USDT au unataka kumtumia mtu mwingine USDT. Maana yake hizi inki zako ambazo umezipata baada ya kuharvest, ukiingia hapa utaona kwamba harvest yako imekuwa completed. So utakuja hapa kwenye swap, na siku zote kwenye swap hakikisha kwamba asset ambayo wewe unayo inakaa juu. Ile asset ambayo wewe unayo inakaa juu. Kwa hiyo utatumia kamshale hapa, inki itapanda juu kwamba inki ambazo ninazo nataka niziswap ili nipate USDT. Kwa hiyo asset ambayo unayo inakaa juu, alafu asset ambayo wewe unataka kuipokea inakaa chini. Kwa kama una swap inki zote utatumia max. Umeona? Lakini una option hapa ya kuedit, kwamba unaweza ukasema labda nataka inki 100. Kwa hiyo itakuonyesha the responding side, lakini for this case now tunafanya ni max. Then utaswap hapa, utasubiria load, inakupa record kwamba kutokana na inki hizi utapata USDT hizi, then you have to confirm. Ukisha confirm sasa tayari uta close. Kwa hiyo utaona imekutoa, tulikuwa kwenye upande wa ink, sasa hivi tupo kwenye dola, inakuonyesha na dola zako kiasi hichi. Kwa hiyo sasa hizi USDT sasa ndio unaweza ukaenda ukazituma kwa mtu mwingine kwa kwenda kwenye send na kufuata utaratibu ambao upo.